Kama kwa sasa huna hela mfukoni, yaani kitu chako cha thamani ni presha na hauko fiti kimwili, basi zingatia kwanza kuweka maisha yako sawa. Baadhi ya wanawake wengine watakuua. Badala ya kuweka wanawake mbele, weka maisha yako sawa. Wazungu wanasema focus on getting your life in order instead of focusing on women. Let women take a back seat until you get your life in order. Waache wanawake wakae nyuma kwa muda mpaka uweke maisha yako kwenye mstari sahihi. Ukijifunza kudhibiti tamaa zako za kimwili, yani lasti yako, utagundua kuwa 90% ya wanawake uliowahi kuwapenda ilikuwa ni kwa sababu tu ulikuwa na hamu ya ngono. Sahau kufukuzia wanawake kwa sasa. Sahau kuwafurahisha watu ambao hawajawekeza kwenye ukuaji wako. Huu ndio muda wako wa kujijenga upya, kuanzia chini kabisa mpaka juu. Waache wanawake wakae nyuma kwa sasa, sio kwa sababu hawana umuhimu, bali kwa sababu huwezi kumimina kitu kutoka kwenye kikombe kilichotupu. Wewe mwenyewe mtupu, utampa nini huyo? Zingatia afya yako, fedha zako, mindset yako na mission yako. Jifunze kujitawala kwanza na kila kitu kingine kitafuata. Ukijifunza kudhibiti tamaa zako za kimwili na kushinda lasti, utaanza kuona mambo kwa uwazi. Utagundua kuwa 90% ya wanawake waliokuwa wakikuvutia zamani walikuwa wanakuvutia tu kwa sababu ulikuwa unatenda kwa kukata tamaa, sio kwa nia sahihi. Huu ndio ukweli mgumu. Jamii inawasukuma wanaume mara kwa mara kufunganisha thamani yao na mahusiano na uthibitisho kutoka kwa watu wengine. Utasikia hata bado ukiwa mdogo, siku utaoa hapa, au unakaakaa hapa na unakuwa bado haujaoa. Kwani huku kuoa ni nini? Kwa nini mtu ahoe? Lakini mtu ni zaidi ya hilo bro. Mtu ni ndoto zako, sio ndoa yako. Mtu ni nidhamu zake. Kuwa mtu bro, update kuishi kwako. Wewe ni legacy unayoijenga. Usiruhusu mvuto wa muda mfupi au mahusiano ya muda mfupi ya kupotoshe kutoka kwenye njia yako ya mafanikio. Inaumiza sana kuona wanaume wengi wakiacha ndoto zao, vipaji vyao na afya yao kwa sababu tu wameingia kwenye ndoa. Usiruhusu hilo likutokee bro. Mwaka huu jipe ahadi wewe mwenyewe kwamba haijalishi nani ataingia kwenye maisha yako au nani ataondoka, utabaki kwenye njia yako. Usiruhusu mapenzi, tamaa au upweke vikuvuruge kutoka kwenye mission yako. Mahusiano yanaweza kuwa baraka, lakini hayapaswi kamwe kukuondoa kwenye safari ya kuwa mwanaume uliokusudiwa kuwa. Hilo ndilo jambo. Confidence ya kweli inatoka kwenye kujijua wewe ni nani na kubaki umejiunga kwenye malengo yako. Sasa jiulize kwa sasa, unajenga maisha uliyoyataka au unakubali kuvurugwa na distraction? Unatafuta nini? Je, ukweli unajivunia mwanaume unayemwona kwenye kioo? Amka brother, muda wa kuchukua udhibiti wa maisha yako ni sasa. Anza leo, chukua hatua ndogo ndogo, rekebisha ratiba yako ya kulala, nenda gym, jifunze skill mpya, weka malengo ya kifedha na muhimu zaidi, kuwa consistency. Mwaka 2026 bado hujaisha. Tufanye uwe mwaka wako wa no distraction. Ni mwendo wa njaa ya mafanikio. Usipoteze mwelekeo wa wewe ni nani na unafanyia nini kazi. Ndio maana unatakiwa kujiunga na grupu la WhatsApp linaloitwa 365 Mission. Mwaka 2026. Malengo uliojiwekea yana muhimu kuliko unavyofikiria. Mahusiano yanapaswa kukamilisha maisha yako, sio kutawala maisha yako bro. Kuwa mwanaume unayejivunia wewe. Kwanza jenga maisha yako yanayohamasisha watu wengine, na pale mtu sahihi ndipo atakuja. Ataingia kwenye masterpiece ulioijenga, sio wewe kuingia kwenye ujinga wake. Kwa kila mwanaume anayesikiliza huko nje, na kutakieni nguvu, umakini na ustahimilivu. Una kila kinachohitajika kubadilisha maisha yako, lakini inaanza na uamuzi wako. Chagua wewe mwenyewe, chagua ukuaji wako na usikubali kamwe chini ya uwezo wako. Kumbuka, njia yako ni yako peke yako. Usikae tu ukisubiri mambo yatokee kimiujiza. Chukua hatua, baki na nidhamu. Unafanya 2026 uwe mwaka wa kurejesha nguvu zako, pasi yako na amani yako. Dunia inahitaji wanaume wenye nguvu na waliolenga, basi kuwa mmoja wao. Tumia hekima tu, utanielewa. Subscribe sasa kama ukweli unanielewa. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unapozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume, na hii ni AEGC Speaker, na hapa tunaangalia maukweli ya maisha.